China imepiga marufuku vikali vikwazo vipya vilivyotolewa na Marekani na hata imechukua hatua isiyokuwa ya kawaida ya kuwapiga marufuku makampuni yake ya kuyatekeleza. Hii ilitokea Mei mwaka 2026 hasa kuhusiana na biashara ya mafuta ya Iran. Chanzo cha vikwazo vya USA ni kwamba Marekani ilitoa vikwazo dhidi ya makampuni matano ya kuchakata mafuta ya China kama Henglai Petrolico, Shandong Jincheng, sababu kununua mafuta mengi kutoka Iran ambayo inachukuliwa kuwa inafadhili shughuli za kijeshi au ugonjwa wa kimataifa, yani terrorism. Vikwazo hivi vilitolewa Aprili 2026 na viliendelea hadi Mei 8, 2026 na kulenga pia makampuni yanayosaidia Iran katika silaha, drones na makombora. Majibu ya China yalikuwa ni kwamba Wizara ya Biashara ya China ilitoa blocking order, amri ya kuzuia, kwa mara ya kwanza katika historia yake chini ya sheria ya 2021, Rule on Countering Unjustified Extraterritorial Application of Foreign Legislation, yani blocking rules. Amri hii inasema makampuni na raia wa China hawaruhusiwi kutambua, kutekeleza au kufuata vikwazo vya Marekani dhidi ya hawa refine watano. Inalinda haki zao za kibiashara na inazingatia kuwa vikwazo vya Marekani ni haramu, bila msingi wa kisheria wa kimataifa na havina idhini ya Umoja wa Mataifa. China inasema kwamba hii inalinda uhuru wake wa kimataifa, usalama wa maslahi ya maendeleo. Hii ni mabadiliko makubwa kutoka maneno tu hadi hatua halisi. Kabla China haijalalamika tu, sasa inawapa makampuni yake kinga ya kiwanasheria. Inawafanya makampuni, hasa benki na wafanyabiashara, kuwa katikati ya migogoro. Ukifuata USA unaweza kuadhibiwa na China. Ukifuata China unaweza kupoteza ufikaji wa mfumo wa fedha wa kimataifa, yani dola. Inahusiana na mvutano mkubwa wa Iran na USA na mkutano ujao kati ya Trump na Xi Jinping Mei 13 hadi 15 mwaka 2026. Kauli rasmi za China ni kwamba serikali ya China inapinga vikali vikwazo vya upande mmoja visivyo na msingi wa sheria ya kimataifa. Pia wanaahidi kulinda makampuni yao kuendelea na biashara ya kawaida na Iran ambayo ni chanzo muhimu cha mafuta kwa China. Hii inaendelea na mvutano mkubwa wa kibiashara wa kiuchumi kati ya USA China. Tangu enzi ya Trump, vikwazo vya USA vinataka kupunguza mapato ya Iran, hasa baada ya mgogoro ya hivi karibuni. Lakini China inategemea Iran kuwa nishati na inapanga long term unjustification ya Marekani. Hii inaweza kuathiri soko la mafuta duniani, benki na biashara za kimataifa. Kwa ujumla ni kwamba China imepinga vikali na imechukua hatua halisi, si ya maneno tu. Hii inaweza kuongeza mvutano kabla ya mkutano wa Trump na Xi Jinping. Taarifa zinatokana na vyombo mbalimbali za nchini China na zimethibitisha taarifa hii. Tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili? Usisahau kutuandikia hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.